sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 4, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 24 aya ya 2 na aya ya 9 hadi ya 17, na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 6. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu alitoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia walishangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simeoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Katika somo la Injili tulilolisikia hivi punde, tunaona Yesu Kristo anarudi katika kijiji alichozaliwa, na siku ya Sabato anaingia katika sinagogi na kufundisha, licha ya kuwa watu wa kijijini kwake wanashindwa kumwamini. Wapendwa katika Kristo, kitendo cha Yesu Kristo kurudi katika nchi ya kwao anatualika kutafakari mahali tulipotoka. Yaani, hatupaswi kupasahau mahali tulipotoka, licha ya kuwa tunaweza tusikubalike, kwani wanatufahamu tangu tukiwa wadogo, bali tunaaswa kupakumbuka, aidha kwa kusali, kuziombea familia zetu, kuziombea jumuiya zetu, vigango vyetu, parokia zetu na kanisa kwa ujumla. Pia tunaalikwa kuiombea nchi yetu. Wapendwa katika Kristo, kitendo cha watu wa taifa au nchi alimozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo kumkataa au kupinga mafundisho yake huenda kikasababishwa na maisha ya mazoea. Wakati mwingine mazoea huleta kufifia kwa imani, licha ya kwamba walishangazwa na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo yaliyojaa hekima, nguvu, mamlaka na uponyaji. Lakini kwa kuwa walimfahamu, hawakuweza kumwamini, bali waliishia kusema tu, ni seremala mwana wa Yusufu na Mariamu. Wapendwa katika Kristo, utambulisho wa Kristo kama seremala unatualika nasi tutambulikane kwa watu wengine kwa matendo yetu mema. Karama na vipaji tunavyojaliwa na Mwenyezi Mungu zitusaidie kuonesha uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kwa kushirikisha karama na vipaji tulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, kutokuamini kwao kuliwafanya kutokutambua nguvu ya Mungu iliyo ndani yake, na kwa kutokuamini kwao kulisababisha kutokutendeka kwa miujiza katika maeneo hayo. Wakati mwingine tunashindwa kutambua makuu ya Mungu au nguvu ya Mungu kwa kupitia wenzetu kutokana na kumzoea mtu huyo. Kwa mfano, akija mgeni kutoa semina katika eneo hilo, watu huwa makini kumsikiliza na kufuatilia, lakini mwenyeji akitoa semina hiyo hiyo, watu hukosa utulivu, na wakati mwingine wengine husema,
ni yale yale anayoyazungumza kutokana na kumzoea mtu huyo. Ndicho kilichotokea kwa watu wa nchi alimozaliwa na kulelewa Bwana wetu Yesu Kristo. Walishindwa kutambua ukuu wa Mungu ulio ndani ya Yesu Kristo, kwani walimtambua kama seremala, mwana wa Yosefu na Mariamu, na ndugu zake waliwafahamu vizuri. Hivyo tunaalikwa kuachana na maisha ya mazoea, kuwa makini au kuona thamani ya kila mmoja wetu, haijalishi ni mgeni au mwenyeji. Wote tuwape uzani sawa, kwani huenda mwenyeji akawa na mafundisho mazuri na yenye tija zaidi kuliko ya mgeni. Wapendwa katika Kristo, katika maandiko matakatifu, imani iliwafanya watu wenye shida mbalimbali kupata kutatuliwa shida zao. Hata watu wa nchi alimozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, kama wangalimwamini na kuyaishi mafundisho yake, basi hata utatuzi wa matatizo yao ungelitendeka, kwani baada ya kuona kutokuamini kwao, alifanya miujiza michache na kuwawekea mikono. Lakini katika sehemu zingine ambazo walilipokea neno la Mungu kwa furaha na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, palitendeka miujiza mingi. Vipofu waliona, viwete walitembea, viziwi walisikia, wagonjwa walipata kupona, na wenye matatizo mbalimbali. Nasi tunaalikwa kwanza kumwamini Kristo, kumruhusu afanye kazi ndani mwetu. Turuhusu mpango wa Mungu utimilizike kwa kupitia sisi, ili Mungu atukuzwe na mwanadamu atakatifuzwe. Hivyo katika somo la Injili ya leo tunaalikwa kuacha maisha ya mazoea, tuwe na imani kwa Kristo na tumdhihirishe Mwenyezi Mungu kwa kupitia imani na matendo yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Frederick John Filipo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.